kutumia fursa hii kuwakaribisha nyote katika hafla hii muhimu, tukiwa tunaadhimisha miaka 20 ya taasisi yetu na kuenzi urithi wa kudumu wa hayati Rais Mkapa. Natoa shukrani kwako Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kumwakilisha Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika mkutano huu. Tunaishukuru kwa dhati Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kuiunga mkono taasisi yetu na mkutano huu wa urithi wa Mkapa tangu kuanzishwa kwake. Mheshimiwa Makamu wa Rais, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, tukiwa tunaadhimisha miaka 20 ya taasisi yetu, tunajivunia mafanikio makubwa yaliyopatikana katika kuyafikia malengo na madhumuni ya kuanzishwa kwa taasisi hii hapa nchini. Mzee Mkapa aliamini kwa dhati kwamba maendeleo endelevu hujengwa juu ya misingi mitatu muhimu, ambayo ni uongozi imara, taasisi imara na uwekezaji kwa watu. Kwa mantiki hii, alielewa kwamba mataifa hayafanikiwi kwa sababu tu ya kuwa na rasilimali za asili, lakini hufanikiwa pale yanapojenga uongozi wenye maono, kuimarisha taasisi za umma na kuwawezesha wananchi wake, hasa vijana, kuwa chachu ya mabadiliko. Imani hii ndiyo hatimaye ilisababisha kuanzishwa kwa taasisi ya Mkapa Foundation miaka 20 iliyopita. Aidha, ndiyo siri kubwa ya mafanikio, uimara na uendelevu wa taasisi yetu hadi leo. Kama mrithi wa mwanzilishi wa taasisi hii, nina wajibu wa kuhakikisha maono haya yanaendelea kulindwa na kuendelezwa ili vizazi vijavyo viweze kunufaika na maadili aliyoyasimamia Mzee Mkapa katika maisha yake yote. Mheshimiwa Makamu wa Rais, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, napenda kuipongeza Secretariat kwa kauli mbiu ya mkutano huu isemayo kutoka urithi hadi mustakabali, uongozi, mifumo ya afya na rasilimali watu inayoongozwa na vijana kwa Afrika. Kwa hakika, tunapotafakari urithi wake leo, tunapaswa vile vile kujiuliza swali muhimu: tunawaandaaje viongozi wa afya wa Afrika wa siku zijazo? Ni dhahiri kuwa jibu la swali hili liko katika kuimarisha mifumo yetu ya afya, kuwekeza katika rasilimali watu na kuunda fursa zinazowezesha vijana kufikia uwezo wao kikamilifu. Mheshimiwa Makamu wa Rais, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, katika kutambua mchango wa taasisi ya Mkapa Foundation kwa miaka 20 iliyopita, taasisi hii imekuwa mshirika wa kuaminika wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika maendeleo ya rasilimali watu wa sekta ya afya, mageuzi ya sekta ya afya, kuimarisha huduma za afya ya msingi na utekelezaji wa hatua muhimu za afya ya jamii. Kupitia utaalamu wake wa kiufundi na ushirikiano wa kimkakati, taasisi imechangia na kuchochea katika kujenga mfumo wa afya imara na stahimilivu zaidi katika utoaji wa huduma za afya Zanzibar. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kutumia fursa hii kumpongeza kwa dhati Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake wenye maono katika kuleta mageuzi ya sekta ya afya nchini Tanzania. Katika uongozi wake, Tanzania imeendelea kuimarisha huduma za afya ya msingi, kupanua miundombinu ya afya, kuwekeza kwa watumishi wa afya na kusukuma mbele ajenda ya huduma za afya kwa wote. Tunajivunia pia kwamba Umoja wa Afrika umetambua mchango wake mkubwa kupitia uteuzi wake kuwa bingwa wa Umoja wa Afrika wa afya ya uzazi, mama na mtoto. Heshima hii haitambui tu uongozi wake binafsi, bali pia dhamira ya Tanzania ya kuboresha maisha ya wanawake, watoto na vizazi vijavyo barani Afrika. Uongozi wake unaakisi kikamilifu dhamira ya mkutano huu kwa mantiki kwamba ni muhimu kujenga juu ya urithi wenye mafanikio huku tukiandaa mustakabali ulio imara zaidi. Kwa kuzingatia hayo yote, kwa upande wetu tumeamua leo hii kumpatia tuzo ya juu ya uongozi katika mageuzi ya afya
yani Pinnacle Award for Health Transformation Leadership, tuzo ya kipekee kabisa. Mheshimiwa Makamu wa Rais, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, tunapoadhimisha miaka 20 ya taasisi ya Mkapa Foundation, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa washirika wote wa maendeleo, taasisi za sekta binafsi, asasi za kiraia, taasisi za elimu, pamoja na marafiki wote wa taasisi ambao wamekuwa nasi katika safari hii ya mafanikio. Hakika ushirikiano na uwekezaji wenu umechangia kwa kiwango kikubwa kuimarisha mfumo wa afya, kujenga rasilimali watu na kuboresha matokeo ya afya kwa mamilioni ya Watanzania. Mafanikio tunayoyaadhimisha leo ni matokeo ya juhudi za pamoja na imani yenu kwa taasisi ya Mkapa. Mheshimiwa Makamu wa Rais, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, napenda kuhitimisha hotuba yangu kwa kusema kwamba heshima kubwa tunayoweza kuidumisha kwa Mzee Mkapa ni kuendelea kuwekeza katika uongozi, kuimarisha mifumo yetu ya afya na kuwawezesha vijana wetu kuwa wasanifu wa mustakabali wa Afrika. Ni vyema tuhuishe dhamira yetu ya kufanya kazi kwa pamoja ili kujenga Afrika yenye afya bora, ustawi mkubwa zaidi na uwezo mkubwa wa kustahimili changamoto za wakati wetu. Tunapomwenzi hayati Mzee Mkapa na kuadhimisha miaka 20 ya taasisi yake, tukumbuke kwamba urithi wa Mzee Mkapa ni mali yetu sote na mustakabali wake utaamuliwa kwa namna tunavyoendelea kushirikiana. Mheshimiwa Makamu wa Rais, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, baada ya kusema maneno haya, sasa nina heshima kukukaribisha Mheshimiwa Makamu wa Rais ili utoe tuzo na baada ya hapo utoe hotuba yako kwa mkutano huu. Karibu sana.